Jahazi TV. Huu ni mwendelezo Mheshimiwa Waziri wa ziara zetu kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo tumeitekeleza katika mwaka wa fedha 2025-2026, na kama mnavyofahamu sasa hivi tunaelekea katika bajeti ya mpya ya mwaka 2026-27. Sasa hii ni sehemu tu ya ziara ambazo tumekuwa tukizifanya. Tulianza katika miradi mbalimbali mingine, tulianza airport, tulianza viwanja vya Zanzibar Sport City, tukatembelea sehemu nyingine mbalimbali za maendeleo, barabara na kadhalika, madaraja. Sasa leo tumekuja maalum kwa ajili ya kutembelea miradi ya umeme na maji katika sekta hii ambayo kama mnavyofahamu ina uzito mkubwa sana katika kusukuma maendeleo ya kiuchumi na kijamii hapa Zanzibar. Sasa leo tumesema tunatembea kwa upande wa kusini. Mwanzoni tulipanga ziara tuende kusini na kaskazini, lakini mambo ni makubwa. Haya mambo huwezi ukarash tu ukatoka hapa ukenda sehemu nyingine. Lazima utulie, uulize, upate kujua. Kama mnavyofahamu niliposema awali ni kwamba tunakwenda katika bajeti mpya ya 2026-27. Utaratibu wetu kabla ya kuingia katika bajeti mpya huwa tunafanya kitu tunaita review. Tunafanya mapitio ya ule mwaka uliopita ili kujua tumeperform kiasi gani, ili tuweze kupanga vizuri kwa kipindi kinachofuata. Huu ni utaratibu wetu. Sasa tumeamua kufanya hivi ili kwanza tuweze kujiridhisha tutakapokwenda kwenye bajeti ile tujue sasa tunapanga nini. Kwa sababu mipango lazima utizame unakotoka, ulipo na unafikiria kule unakokwenda. Kwa hiyo tunashukuru sana tumefanikiwa leo kuona vituo vyetu hivi. Mnaifahamu Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 8, juhudi kubwa inayofanya ikiongozwa na kiongozi wetu jemedari wetu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha kwamba wananchi kwanza wanapata maendeleo ya kiuchumi, lakini pia wanapata maendeleo ya kijamii. Kwa hiyo umeme, maji ni masuala ya kijamii, lakini umeme ndio unachechua, yani ni chachu ya maendeleo mengine ya kiuchumi. Tunaendelea na miradi mingi kama nilivyosema mikubwa, bandari, viwanja vya michezo, airport na kadhalika. Kuna industrial park za watu binafsi, mahoteli ya kitalii na kadhalika yameendelea kuwa na kuwa. Lakini tukajiuliza baada ya kufanya haya yote tunafanyaje? Tutapata tunasema chanzo cha nishati ni nini? Mnafahamu kwamba Zanzibar kwa sasa inategemea chanzo kimoja tu kikubwa cha nishati kupitia umeme wa underground unaopita katika bahari unaotoka Tanzania bara. Sasa hii kwetu tunaona ni hatari kwa sababu kuwa na chanzo kimoja ni riski. Kwa sababu tuliona aliyotokea mwaka 2009. Tulikaa kiza kwa muda miezi mitatu baada ya ule waya kufeli katika. Sasa tunahofia isije katokea vile. Lakini pia maendeleo tuliyoyasema hapa yanahitaji umeme zaidi ya mara 2 ya ule ambao tulikuwa tunazalisha. Kwa hiyo tunajiuliza tunawekeza, tunaibuta mwekezaji, baadaye tutampa wapi chanzo cha nishati. Kwa hiyo kama mlivyosikia tumetembea kwa jumla hapa nimejumlisha yani kwa haraka naziona kama megawati 500 karibu 400 500. Si ndio? Sasa sisi tunazungumza sasa hivi tuko kwenye megawati 140 ambayo na yenyewe hatuipati kutokana na uchakavu wa ile miundombinu. Sasa hii inatoa nini? Inatoa assurance kwa wale wote wanaotaka kuwekeza Zanzibar ambao walikuwa wanakwazwa na eneo hili la umeme. Kuwatoa hofu sasa. Ndani ya miezi michache ijayo Zanzibar itaanza kuwa inajitegemea kwa umeme. Kwa hiyo wanaotaka kujenga mahoteli tunawakaribisha. Wanaokuja kuwekeza katika viwanda tunawakaribisha. Wanaokuja kufanya wanachotaka wenyewe. Kama ni chanzo cha umeme basi hakuna shaka serikali imejipanga kwenye hili, na kubwa zaidi ni kwamba tunawashukuru wafadhili wetu. Lakini kwa kiasi kikubwa miradi tuliyotembelea utakuta ina component ya nguvu ya serikali yenyewe. Hii ni jinsi gani serikali yetu ilivyojikomiti, ilivyojitolea kuhakikisha kwamba ina save pesa. Wizara ya Fedha pale sisi
tuna utaratibu wetu wa save fedha. Tuna kibubu tuna kibubu chetu tunaweka hiyo kwa ajili ya kuendelea kutekeleza miradi yetu. Hapo mwanzo tulikuwa tuna shida kidogo, sababu tulikuwa tunafanya miradi mikubwa kama hii, tumezoea kwamba lazima kuna mfadhili peke yake. Sasa tumeanza na sisi kutia nguvu zetu, na kuna maeneo tunafanya kabisa wenyewe. Kwa hiyo mimi nadhani hii ni hatua kubwa kwa serikali yetu, na ni message kwa wananchi kuendelea kuiamini serikali yao, kwa sababu serikali inawahurumia na inawafikiria. Kwa hiyo niseme tu kwamba ziara yetu hii leo imefikia hapa, lakini tunaendelea, kwa sababu tutakwenda kaskazini, tutakwenda pia katika miradi mingine ya maji na tutakwenda na Pemba kwenda kuangalia kama alivyosema Mheshimiwa Waziri hapa, na miradi mingine ambayo hivi karibuni tu tumesaini nayo pia tunaenda kuiangalia, tuangalie, tujiridhishe inafanya nini, ili tutakapokwenda katika bajeti mpya tujue tunaenda kuomba nini sasa katika mwaka ujao wa fedha. Nampongeza sana GM Haji, kwa kweli anafanya kazi kubwa sana katika kutransform ile fenomena ya kwamba Zanzibar is a power shorted area. Jahazi TV.